Ndugu zangu, biashara katika barabara ya Uhuru, biashara katika barabara ya Msimbazi haina mjadala. Tumeelewana? Yaani yeyote aliyekuwa anafanya biashara katika hizi barabara, hapana. Tuliwaambia mwenyekiti yuko wapi? Lusinde. Yuko hapa Lusinde. Tutaangalia, tunaendelea kuangalia namna ya pangana huko ndani. Lakini sio biashara katika hizi barabara hapa. Tumeelewana? Zimewekezwa fedha nyingi kwa ajili ya ujenzi wa mwendo kasi, lakini pia ndio barabara ya watu. Unaona watu walivyokuwa wengi saizi hapa. Sasa ukifanya biashara, maana yake unawataka wao wote ambao wako kwenye maeneo haya wapite barabarani. Tumeelewana? Maana barabara hizi hazina mjadala. Tumeelewana ndugu zangu? Haya. Na sisi tunaendelea, lakini kubwa tunaendelea kuwashirikisheni kupitia viongozi wenu. Kama mna changamoto yoyote, waoneni nani? Viongozi, kwa sababu viongozi hauko, utawaambia viongozi. Viongozi ndio wanaojua kwamba wewe unafanya nini? Unafanya biashara au wewe ufanyi biashara. Unaweza ukaniambia mimi saizi usiku, ukaniambia DC mimi nafanya biashara. Sasa kama unafanya biashara, Lusinde yuko hapa, katibu yuko hapa, wafanya biashara wadogo. Kama wewe unaendesha gari, mwenyekiti wa yule pale, sawa. Na ofisi zao ziko pale. Tumeelewana? Mimi nimepita kuwaambieni kwamba eneo hili hapa halifai kabisa kwa biashara. Lakini washukuruni wale vijana walioitikia wito, wakaamua kubeba mizigo yao, wakaacha barabara hii. Jipigeni makofi. Ni ungwana ukiambiwa na serikali ondoka, ni ungwana. Nimesema hivi, kwanza ni marufuku, narudia mara ya pili, ni marufuku kufanya biashara katika barabara hii ya Msimbazi. Ni marufuku kufanya biashara barabara hii yote ya nini? Ya Uhuru. Tumeelewana? Ni marufuku kufanya biashara barabara ya Lumumba. Kama unayo changamoto ya kutafuta maeneo ya kibiashara, onana na nani? Na viongozi wako. Sawa? Tutajuana namna ya kupangana.